Well, good morning. Praise the name of the Lord. This is Kangeta Full Gospel Church, and we are here yet again to praise the name of the Lord. The Bible says in the book of Isaiah 54 and verse 10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will never be shaken, nor my covenant of peace being removed, says the Lord, who has compassion on you. So I want to encourage each one of us this morning that the Lord is very much together with us. I know that most of the things that pertain to our lives have been shaken, but the love of God into our lives has not been shaken. So feel encouraged because the Lord loves us so much. We want to praise and worship the Lord this morning, and I pray that each one of us, you're going to prepare our hearts as we listen to what the Lord has in store for us. I know that even as we receive the word of God this day, the Lord has something to bless us, to nourish our hearts, and to lift us in the name of the Lord. So join us even as we worship the Lord, as we tell Him, Adonai, you are a God. The Bible says that He's God and He never changes. So you can lift up your hands as we worship the Lord this morning, as we tell Him that all power belongs to you, as we tell the Lord that everything belongs to you, as we surrender to God this morning. May you join us in the name of the Lord, and we believe in the Lord that we're going to be blessed of the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Adonai, we worship you this morning. You're wonderful, you're mighty, you're awesome. We worship you. Mountains will be shaken and the valleys be removed, but your love for us will never be shaken. We worship you this morning. We appreciate your love, oh God. We appreciate your grace this morning. We love you so much. Adonai, we lift your name. All power belongs to you. All power belongs to you. We love you. You are all God by yourself. You don't depend on us. You don't depend on anything. Lord, you are all God by yourself. What you say yes, you are going to do. We love you this morning. As we worship you, we surrender to you, oh God. We pray that your name shall be glorified. As we humble before you, God, we pray that your name shall be lifted up in the name of Jesus. We love you. We worship you. We love you. We honor you. We give all the praise to you, Adonai, in the name of Jesus. Hallelujah. We worship you.
Wapi vigelegele kwa Yesu? Uinua Mfalme wa falme, ndio maana zote twakupa sifa. Umetenda mema, ewe Yesu, ndio maana sisi twakupa sifa. Unakuimbia kwa wema wako, ndio maana zote twakupa sifa. Umetenda mema, ewe Yesu, ndio maana sisi twakupa sifa. Nitakurudia mwana wa Mungu, ndio maana mimi nakupa sifa. Umetenda mema, ewe Yesu, ndio maana sisi twakupa sifa. Ndio maana sisi twakupa sifa. Twakupa sifa. Tunakuinua. Twakupa sifa. Twakupa sifa. Tunashangilia. Twakupa sifa. Twakupa sifa. Umetenda mema, ewe Yesu, ndio maana mimi nakupa sifa. Umetenda mema, ewe Yesu, ndio maana nakupa sifa. Umetenda mema, Mwana wa Mungu, ndio maana mimi nakupa sifa. Umetenda mema, ewe Yesu, ndio maana mimi nakupa sifa. Ndio maana mimi nakupa sifa. Nakupa sifa. Ndio maana mimi nakupa sifa. Nakupa sifa. Sisi zote Bwana twakupa sifa. Twakupa sifa. Sisi zote Bwana twakupa sifa. Twakupa sifa. Tuinue wapi vigelegele kwa vigelegele kwa ndio maana mimi nakupa sifa. Nakupa sifa. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Lift your hands and shout hallelujah. Amen. We bless the Lord for this morning. I want us to close our eyes even as we pray for the word of the Lord. Our dear everlasting Father, in the mighty name of Jesus, we give you all the praise, the glory, and the honor. For you alone deserves all the respect. You deserve all the glory. You are the indomitable lion, the ancient of days. In you, Lord, there is no impossibility. We stand before your presence this morning, even to offer sacrifice of praise. And we pray kindly, Lord, every sacrifice that shall be offered unto your name this morning, receive it to the glory and honor of your name. Even as your servant I stand to minister your word, I pray for utterance. Give me utterance, give me revelation, give me the anointing. I pray the Lord, even as I continue ministering, heal the sick, set free the captives, break the yoke of the enemy. Let the hopeless receive their hope. Let the weak receive their strength. I praise you and honor your name. In Jesus' glorious name I pray. Shout amen. Amen. This morning we bless the Lord for the privilege even to minister to the people of the Lord one more time. On Sunday we were on this platform again. We were sharing about building confidence in God, and even today it shall be a continuation of where we left last time. Briefly allow me to go through the book of Psalms chapter 40 and verses 1. The Bible says, "For I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire,
He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song to my mouth and a hymn of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Praise the name of the living God. Last Sunday, we tried to look at what confidence is, and we said that confidence is having freedom from doubt, ama ni ile hali ya kutokuwa na mashaka, iwe ni katika mtu ama ni katika Mungu. Tulisema confidence ni ile hali ya kuwa na roho ya kuamini mtu ama kitu, na kwa jina lingine tukasema it is a trustworthy, it is a trustful relationship. Na hivyo katika maisha yetu sisi, the relationship that we have with our God, it must be a trustful relationship. Kuna watu wengi ambao wana mahusiano na marafiki, wana mahusiano na majirani na washirika wengine katika kanisa, lakini si watu wengi wana mahusiano ya kuaminika. Ndio unaona kwamba kila siku wake wanasaliti waume zao, waume wanasaliti wake zao, marafiki wanageukana, wanasalitiana. Lakini Mungu, kama tulivyosema Jumapili, our God has a character. The character of God is that he is a trustworthy God. If you share a relationship that is true with him, he does not revoke, he does not change his mind. Those people who have walked with God, they understand how faithful, how trustful walking with him can be. If he gives you a promise, he is faithful even to fulfill it, unless we turn our minds and our heart away from him. Now in this case, we try to follow the words of David. David says in Psalms 40 verse 1 that I waited upon the Lord patiently, and he turned to me and heard my cry. Why is David saying that he waited upon the Lord patiently? You can never wait upon anybody patiently unless you trust in him. You have trust in him. You have confidence in him. David knew the character of God. David understood that God has integrity. What he says is what he does, and what he does is what he wills. Mungu akikupa ahadi, anajua ya kwamba yeye Mungu ataitimiza. Na Daudi hapa pia anasema kwamba nilimngojea, ijapokuwa maadui walinizunguka, ijapokuwa nilipitia hali ngumu, ijapokuwa nilichekelewa, lakini nilikuwa najua kwamba nikimngojea Bwana, siku moja atakuja na atajionyesha, atawapiga maadui zangu na kuniletea ukombozi. Jina la Yesu tulisifiwe sana. Haleluya. Daudi anasema ninajua Mungu wangu yuko, ya kwamba atanisaidia. Shida moja tulio nayo katika nyakati zetu, tuna uhaba wa wadugu na waaminio wanaweza kumwamini Mungu hata wakati majira ni magumu, hata wakati hali yao ni mbaya, hata wakati ambapo hakuonekani kuwa na matumaini. Watu wengi wanaona ni kama Mungu uwezo wake umepungua, ni kama kumngojea Bwana kuna hasara fulani. Hata majira kama taifa tunapitia mambo mazito. Wengine katika familia zao, we are passing through hard times. Tunapitia hali ngumu za kibiashara. Daudi anasema tujui alipitia mambo gani, lakini tunaelewa katika wakati wa Daudi alikuwa amezungukwa na maadui. Alizungukwa na Wafilisti, alizungukwa na maadui waliokuwa kila siku wanamtafuta, na alifika mahali anasema kama si Mungu alikuwa upande wangu, hata maadui zangu wangelinimeza nikiwa hai. Lakini hapa anasema ya kwamba we stand, we wait upon the Lord who does not frustrate the expectations of those who trust upon his name. Ama Mungu aweze kuzusha na kuachilia matumaini ya wale wanamgoja. Anasema nilipomgoja, hata kama ilionekana nimechelewa, lakini anasema kwamba na yeye Mungu baada ya muda wake akanigeukia
na akasikia maombi yangu na akanitoa katika matope akaniweka mahali pa utukufu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Daudi anasema nilipongoja Bwana nilikuwa katika hali ya matope, nilikuwa mahali pa kukwama, nilikuwa mahali pa aibu, nikamwita Bwana naye Mungu akaniitika. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ningependa kuencourage somebody ambaye amekuwa katika hali, labda ni muombezi, labda ni mshirika kanisa fulani, labda ni muamini fulani, ya kwamba kuna maombi uliomba miaka 2 iliyopita. Labda ulikuwa unaomba Mungu akupe kazi, labda ulikuwa unaaminia Mungu aweze kukusaidia hata kama ni kijana mwanaume upate mke. Labda ulikuwa unaaminia Bwana you are jobless, labda kwamba unaomba hata kupandishwa cheo katika mahali pa kazi, labda una madeni katika benki, labda you are suffering barrenness, you are certain kind of barrenness, you are stuck katika mahali fulani in your life, you are suffering failure katika biashara, you are walking a path of uncertainty, you feel discouraged, you feel that there is a lot of emptiness in your life. Maybe una broken marriage, you are walking a path of ya kuona ndoa yako inavunjika, you have delayed prayers, you have cases in the court, you have demonic attacks, unaweza kuwa na numerous enemies, struggles and desperation in your life. It was in such a situation Daudi alikuwa na akasema, lakini hata kama nilipitia mambo mazito, si Bwana nilikungojea, si Mungu wewe ulikuja ukajionyesha. Nilikuwa nimekwama kwenye matope, nilikuwa nimedharauliwa, nilikuwa nimevishwa vazi la aibu, lakini Bwana nilipokutazama wewe Mungu au kukosa kujionyesha, ulisikia maombi yangu. Watu wengi wanaomba maombi, umeomba maombi leo, umeomba maombi kesho, imani yako iko katika kujibiwa, lakini nani apandaye? Mpanzi. Muombaji ni kama mpanzi. Unapopanda mbegu za maombezi, lazima usipe muda wa kumea. Hakuna mtu anapanda maharagwe leo na kesho anatarajia kuvuna. Lazima kuna majira ya mvua, kuna majira ya kupalilia na kuna majira ya kuvuna. Hivyo maombi, wale ambao waliomba last year but one, I want to tell you for sure today, your prayers are still relevant. They are still, God is working on them. Don't quit until He answers your prayer. Let me hear a shout of praise. Hallelujah. Ya kwamba hata kama umecheleweshwa, usivunjike moyo. Wengine wako na vitu vinaitwa terminal diseases, terminal illnesses. Wengine wamekuwa na situations mbaya katika ndoa zao. Ningependa kusema usivunje imani na mume wako, usivunje imani na mke wako, usivunje imani na marafiki haraka, maana mwanadamu ana hiyo tabia kuvunja moyo haraka, tabia ya kuvunjika moyo upesi. Lakini wale ambao huvumilia, wale ambao wanangojea bila kuvunjika moyo, wanakula matunda ya subira, kama kwa ahadi za Mungu alituambia, ninajua mawazo nilionayo kwenu sio mawazo mabaya, lakini mawazo yangu ni mawazo mazuri. Daudi anasema pale chini, anasema aliniinua Bwana tokea shimo la matope, akaniweza kunitoa katika mahali pa kukwama, na akaweka miguu yangu katika jiwe, katika mwamba, mahali ambapo si pa kuteleza. Nina watu wengi katika maandiko ambao waliongojea Bwana, ambao hawakuvunjika moyo. Ukiangalia kwamba maandiko yanazungumza habari ya wana wa Israeli katika wakati walipotoka Misri baada ya mateso ya miaka zaidi ya 400, na maandiko yanasema Mungu aliposikia, ukiangalia katika kitabu ya Exodus inasema kwamba na walikuwa wamelia, walikuwa wameomba na wakamwamini Bwana, wakasema Mungu, tungefurahia kukombolewa. Mwaka wa kwanza waliomba, mwaka wa pili ulipita, miaka 10 ikapita, miaka 20 ikapita, mwaka wa 100 ukapita, 200 ikapita, miaka 300 ikapita, na mwaka wa 400 ndio Mungu anakuja anawakomboa. Na ningependa niseme kwamba na Mungu anapokuja anasema, I will deliver you with an outstretched hand, kwa mkono ulionyoka nitakukomboa, nitakuonyesha ukuu na uwezo wangu. Na maandiko yanasema Mungu alipowabeba, tuliona akinyesha mvua ya moto, tunaona wakati mwingine akiangamiza, akifanya maji ya Wamisri kuwa damu ili akomboe. I want to say when God comes to deliver, when the appointed time of God comes, when it knocks at your door, it doesn't matter the length of your trouble, it doesn't matter how deep is the pit where you are. Yusufu alikuwa katika shimo alipotupwa kwenye shimo, na lilikuwa ni shimo la maji, ijapokuwa lilikuwa lina maji, lakini Mungu alimchomoa kwa lile shimo akamweka mahali pa juu. Daudi alisema Mungu aliniinua juu, akanitoa mahali pa matope, akaniweka mwambani. Hivyo nikipenda kusema kwamba wana wa Israeli hata kama walikuwa wameteseka
wameteseka for a long time. Ilifika siku ambayo maandiko inaita the appointed time of God. In the appointed time of God, the Lord shall make things beautiful for you. Amen. Hallelujah to the Lamb of God. Wacha tuunganishe mikono yetu tumshangilie Bwana kwa makofi yetu. In the appointed time, if you will continue waiting upon the Lord, if you will continue persisting in prayer, if you will continue being patient with God, the one who promised, the Bible says in Hebrews chapter 10, it says, he who is coming will come, and he will not delay. Although it may appear as if there's delay in your waiting, it may appear as if there's delay in your prayer, but I want to tell you, God never comes early, neither does he come late. Jina la Bwana lisifiwe. Nimeona watu wengi waliokuja imani na Mungu wakaingia kwa biashara, au kwa maana walikuwa wameaminia Bwana awafunulie ni biashara gani watafanya, na walipoomba wiki ya kwanza, wiki ya pili, wakaona ni kama Mungu amewasahau, ni kama Mungu hawasikii, wakaamua kutoka katika platform ya maombezi, wakaweza kusettle kwa vitu vidogo kuliko maono yao yalivyokuwa. Lakini wale hawakujiki moyo, walioendelea kumngojea Bwana, walishuhudia ukombozi wa Bwana. Waisraeli walipofika bahari ya Shamu, wakaambia Musa, sasa itakuwaje? Turudi nyuma, turudi kwa Misri, mahali kulikuwa na makaburi, tulikula marenge, tulikula watermelon, tulikula garlics, na kulikuwa na makaburi kule. Si utukubali turudi nyuma, maana tunaona kama kule ni bora kuliko kule tunakwenda. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini ningependa kusema Musa alikuwa na imani, alikuwa anajua Mungu huyu aliwakomboa, ana ahadi ya kuwafikisha mahali pa ahadi. Na hivyo maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa, akamwambia nyamazeni, ngojeni muone Bwana. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha fimbo lako katika bahari. Aliponyosha ule mkono, Mungu akatengeneza njia mahali hapana njia. Ninatabiri kwa mtu wa asubuhi ya leo ya kwamba hata kama kuna njia unaiona, kuna njia mbele ukimtazama Bwana. Kama vile nyoka wa shaba, waliomtazama yule nyoka wa shaba hakuweza kujeruhiwa na wale nyoka wadogo. Kwa nini tunakuliwa na dunia? Kwa nini tunatiwa aibu? Maana mwingine tumeshindwa, tunaondoa macho yetu mahali msaada wetu unapotoka. Nikipenda kusema wakati kama huu, taifa la Kenya ni wakati taifa linapitia mambo mazito. Mafuriko ndio hayo, manzige ndizo hizo, magonjwa ya COVID-19 ndio hayo. Jamii zimepoteza marafiki zao, jamii zimepoteza relatives, zimepoteza watoto, wamepoteza wazazi, wazazi wamepoteza watoto, nchi imepoteza viongozi. Ningependa kusema kwamba haya mafuriko hayajakuja kutubeba, hata kama ni bahari kubwa. Wamisri wanasema mbele yetu kuna bahari kubwa, nyuma yetu tunaona jeshi la Firauni. Hakuna katikati ya hizi mbili, iwe ni hiyo bahari, iwe ni hawa majeshi, hakuna kimoja kinakuja kuleta maangamizi. Mungu yuko mbinguni. Wapendwa, hata kama ni maprofesa wa Kenya, watu wote wale ambao ni wasomi, wana biashara, watu maarufu katika nchi hii, ninaomba Kenya tumtazame Mungu, ya kwamba ijapokuwa majira ni magumu, ya kwamba inakuja siku ambayo Mungu anakuja kutukomboa. Kuna watu walimngojea Bwana. Ruth, katika kitabu cha Ruth, hata kama Naomi mumewe alikufa, huyu mama aliendelea kumngoja Bwana. Na huyu Ruth, kuna msichana wake alikuwa anaitwa Ruth. Ruth alimwambia mama, hata kama wewe ni mjane, nitaandamana na wewe, nitakufa, mahali utafia ndipo nitafia, mahali utakaposikwa ndio nitasikwa. Dada huyu alijenga imani na mama mjane. Ningependa kusema na baadaye akaja kuwa grandmother wa Jesus. Kwa nini? Maana watu wengi wanaondoka mahali pa unabii, mahali pa mwito, hata kabla hawajapokea kile Mungu aliyowaitia. Katika jina la Bwana nataka kuomba kwa ibada hii chache fupi ambayo tumewaletea siku ya leo. Endelea kumwamini Bwana, itakuwa vema. Mungu atakusaidia madeni yale unayotalipa. Wengine wanauliza, shule sikirudi leo nitatoa karo ya shule wapi? Kuna watu ambao wajui bili sasa nyumba, the house rent watatoa wapi? Lakini Mungu aliye mbinguni, wale wanasiri kumulilia na kumtazama, if we don't shrink back, if we don't give up, we shall reap and receive the promises of our Father and our God. Inua mikono yako popote ulipo niweze kukuombea katika jina la Yesu. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Uwezo wako ni mkuu. Wewe umesimama na Gideoni, hata kama alikuwa amekuhamishwa na masikini miaka mingi. Ni wewe tunayekuaminia, kutukwamia katika mahali pa matope. Katika jina la Bwana, wewe ulitembelea Sarai, mwana wa mke wa mtumishi wako Ibrahimu. Ni wewe Mungu tunayekuaminia, ya kwamba katika hali ya upweke, katika hali ya maombezi, katika hali ya kukungojea, utakuja na utafanya kile peke yako unaweza fanya. Wewe ulibadilisha jina la Jabeshi, ukamuita jina jipya, jina lisilo la uchungu.
Ninaomba utuondolee majina machungu ya Kenya, utuvishe na vazi la uteua, vazi la baraka, vazi la neema. Jafina anaendelea kukutumikia, anaendelea kukungojea, na wewe Mungu ulipofika, ulimuvika Jafina na nafasi ya utukufu. Ni wewe Mungu Yusufu alipokutegemea, ulimfanya prime minister baada ya kuwa kijana mwenye kuteseka. Si ni wewe Mungu ulikuwa na Daudi, alikuwa kijana mdogo alichunga kondoo, ulimtumia kuangusha Goliath, ulimtumia Bwana kuongoza Israeli. Hata leo Bwana, si wewe ndiwe Mungu tunayekuamini. Ninaombea nchi ya Kenya ikawe salama kwa jina la Yesu. Ninaombea kanisa lako ukalisimamishe, ukaliwezeshe, ukaliendeleshe kwa jina la Bwana. Si wewe ulikumbuka Mordekai, si wewe ulikumbuka Naomi, ulikumbuka Hana, ukakumbuka Isabeli. You are the indomitable lion, you are the undefeatable God, the ancient of days. Glory and the praise and honor unto you, O God. Tunaomba utuongoze, ututawale na utulinde, pamoja na familia zetu, pamoja na kanisa lako. Utawala wako uwe pamoja nasi, katika jina la Yesu aliye Bwana mchungaji wetu tunaomba na kuamini. Mungu wa mbinguni awabariki. Tupatane Sunday nyingine ijayo kama hii, katika jina la Yesu Kristo. God bless you.